Je, umewahi kujiuliza kwa nini mwanafunzi mmoja huamka asubuhi kwa hamu kubwa kwenda shule? Wakati mwingine huona shule kama sehemu anayolazimika kwenda. Mara nyingi si masomo pekee yanayomfanya mtoto aipende shule. Mtoto anahitaji kujisikia anapendwa, anasikilizwa, anacheza, anakula vizuri, anajifunza maisha na yuko salama. Kwa hiyo leo katika Moyo wa Malezi tunaangalia mambo 6 muhimu ambayo yanaweza kuifanya shule iwe sehemu ambayo mwanafunzi anatamani kwenda kila siku. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya mwanao na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu sasa tuanze, tuone ni mambo gani 6 muhimu sana ambayo yatamfanya mtoto wako aipende shule na aone ni mahali salama kabisa pa kwenda. Karibu na tuanze. Jambo la kwanza ni mazungumzo kati ya mwalimu na mwanafunzi. Mwanafunzi anahitaji mwalimu ambaye hamfundishi tu, bali pia anamsikiliza. Mwalimu akimuuliza mwanafunzi, "Ukoje leo? Kuna jambo linakusumbua?" au kumpa nafasi ya kueleza anachofikiria, mtoto anaanza kujisikia kuwa na thamani. Mazungumzo haya yanaweza kujenga uaminifu kati ya mwalimu na mwanafunzi. Utafiti kuhusu school belonging unaonyesha kuwa mahusiano chanya na msaada wa mwalimu vinahusiana sana na mwanafunzi kujisikia kuwa sehemu ya shule na kushiriki katika kujifunza. Ujumbe kwa walimu. Wakati mwingine mtoto hahitaji jibu kubwa, anahitaji tu mtu wa kumsikiliza. Jambo la pili ni michezo na burudani shuleni. Shule isiwe sehemu ya kukaa darasani siku nzima bila nafasi ya mtoto kucheza na kutumia vipaji vyake. Mpira wa miguu, netiboli, volleyball, riadha, michezo ya asili, kuimba, kucheza ngoma na shughuli nyingine zinaweza kumsaidia mwanafunzi kujenga urafiki na kuonyesha kipaji chake. Utafiti wa mwaka 2026 kuhusu mwanafunzi wa Tanzania unaonyesha kuwa michezo inaweza kusaidia kukuza ushirikiano, uongozi, nidhamu, ustahimilivu, afya na mahusiano ya kijamii. Kwa hiyo mtoto anapojua kwamba shule si sehemu ya masomo pekee, bali pia kuna nafasi ya kucheza na kufurahia kipaji chake, anaweza kuanza kuiona shule kwa mtazamo chanya zaidi. Jambo la 3 ni chakula kizuri na mazingira mazuri ya kula. Mtoto mwenye njaa anaweza kupata changamoto katika umakini na ushiriki wake darasani. Chakula cha shule kinapaswa kuzingatia lishe bora, usalama wa chakula na maji salama pale inapowezekana. UNICEF inaeleza kuwa lishe bora katika umri wa shule huchangia ukuaji, maendeleo ya ubongo na kujifunza. Lakini pia kuna jambo lingine, namna mtoto anavyokula. Je, anakula katika mazingira safi? Je, ana muda wa kutosha? Je, anajisikia kuheshimiwa? Tafiti nchini Tanzania pia zimehusisha programu za chakula shuleni na mahudhurio, umakini na ushiriki bora wa mwanafunzi. Ingawa utekelezaji endelevu unahitajika na unahitaji rasilimali na miundombinu inayofaa. Jambo la 4 ni kufundishwa stadi za maisha. Mtoto asitoke shuleni akiwa amejua hesabu na Kiingereza peke yake, lakini ajue namna ya kujieleza, kutatua tatizo, kufanya maamuzi, kushirikiana na wengine na kujidhibiti. Stadi za maisha zinaweza kufundishwa kupitia masomo, michezo, vikundi, majadiliano na shughuli za kila siku. Nchini Tanzania, stadi za maisha zimekuwa sehemu ya mtaala kuanzia elimu ya awali hadi sekondari, zikiwemo maeneo kama kujidhibiti, kutatua matatizo na ustahimilivu wa kitaaluma. Mtoto anapoona kwamba shule inamsaidia kuwa mtu bora wa maisha, si mwanafunzi bora tu, anapata sababu nyingine ya kuipenda shule.
Jambo la 5 ni usalama shuleni. Hili ni jambo la msingi sana. Mwanafunzi hawezi kujifunza kwa utulivu ikiwa anaishi kwa hofu ya kupigwa, kudhalilishwa, kuonewa, kunyanyaswa au kutishiwa. Shule inapaswa kuwa mahali ambapo mtoto anajua niko salama, nikizungumza nitasikilizwa. Nchini Tanzania, UNICEF imeonyesha umuhimu wa kuhamia kwenye nidhamu chanya badala ya adhabu zinazoumiza mtoto. Mazingira hayo yanaweza kusaidia kujenga heshima, uwajibikaji na ujasiri wa mtoto kujifunza. Usalama pia unahusisha mazingira ya shule, usafi, maji, vyoo, usalama wakati wa michezo na ulinzi dhidi ya ukatili na unyanyasaji. UNICEF inaeleza kuwa mazingira salama na ya kijamii yenye afya ni sehemu muhimu ya mazingira yanayomsaidia mtoto kujifunza na kustawi. Jambo la 6 na la mwisho ni mtoto kujisikia anapendwa na anathaminiwa. Hili ndilo jambo linaloweza kuunganisha mambo yote tuliyojifunza. Mtoto anahitaji kujua kwamba thamani yake haitegemei kupata alama za juu pekee. Mwalimu anaweza kusema, ninaamini unaweza, usikate tamaa, jaribu tena, nimeona juhudi zako. Maneno machache kama haya yanaweza kumfanya mtoto aone shule kama sehemu ambayo anaheshimiwa na kuaminiwa. Utafiti kuhusu school belonging unaonyesha kwamba mwanafunzi anapojisikia kuwa sehemu ya shule, hilo linahusishwa na ustawi, afya ya kisaikolojia, ushiriki na mafanikio ya muda mrefu ya kielimu. Mwisho wa siku, tunapozungumza kuhusu shule, tunayopenda kuona si majengo mazuri pekee, bali watoto wenye furaha, watoto wanaosikilizwa, watoto wanaocheza, watoto wanaokula vizuri, watoto wanaojifunza stadi za maisha, na zaidi ya yote, watoto walio salama. Mwalimu, mzazi na jamii tuna jukumu kubwa sana, kwa sababu huenda mtoto tunayemuona leo darasani akiwa kimya, mwenye hofu au asiyejiamini, kesho akawa mwalimu, daktari, mhandisi, kiongozi au mtu anayebadilisha jamii yetu. Tujenge shule ambazo watoto hawazipendi kwa sababu wanalazimika kwenda, bali wanazipenda kwa sababu wanajisikia kuwa wanathaminiwa na wana nafasi ya kuwa wao. Hii ndio moyo wa malezi, kwa sababu kila mtoto anastahili mazingira yanayomsaidia kujifunza, kukua na kuamini kwamba anaweza. Asante, Mungu akubariki. Tukutane tena katika video nyingine inayofuata.